Rais wa zamani wa Marekani Joe Biden mwenye umri wa miaka 82 amegunduliwa kuwa na aina kali ya saratani ya tezi dume. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na ofisi yake, ugonjwa huo umegunduliwa wakati wa uchunguzi wa kawaida wa kiafya. Taarifa hiyo imeeleza kuwa Biden amegunduliwa kuwa na saratani yenye alama ya Grayson 9, kundi la daraja la 5, hatua inayoashiria ukali mkubwa wa ugonjwa huo. Aidha, madaktari wamesema kwamba saratani hiyo tayari imeenea hadi kwenye mifupa. Hata hivyo, wamebainisha kuwa aina hiyo ya saratani inaitikia vizuri matibabu ya homoni, jambo linalotoa matumaini ya kudhibiti hali hiyo kwa ufanisi. Familia ya Biden inaendelea kujadiliana na madaktari wake kuhusu njia bora za matibabu, imesomeka sehemu ya taarifa hiyo. Hii si mara ya kwanza kwa rais wa zamani Joe Biden kukumbwa na changamoto za kiafya. Mnamo mwaka 2023, wakati akiwa bado madarakani, alifanyiwa upasuaji mdogo kuondoa uvimbe kifuani ambao baadaye ulithibitishwa kuwa carcinoma, aina ya saratani ya ngozi isiyo kali sana na inayotibika kwa urahisi. Madaktari walisema uvimbe huo uliondolewa kiukamilifu na hakukuwa na haja ya matibabu zaidi. Habari hizo ziliibuka wakati ambapo hali ya kisiasa nchini Marekani ilikuwa ikipamba moto kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2024, ambapo Biden alikuwa akitarajiwa kuwa muhimili mkuu wa chama cha Democrat. Haijajulikana rasmi iwapo hali hiyo ya kiafya iliathiri ushirika wake katika shughuli za kisiasa au za umma, hali ambayo ilimpelekea kutoka kwenye mbio za kuwania urais na kupelekea rais wa sasa Donald Trump kushinda uchaguzi wa mwaka 2024. Familia ya Joe Biden tayari imewahi kuguswa na saratani. Mwanawe mkubwa Bill Biden alifariki dunia mnamo mwaka 2015 akiwa na umri wa miaka 46 kutokana na saratani ya ubongo, tukio lililomwathiri kwa kina rais huyo wa zamani Joe Biden. Kwa sasa Biden yupo chini ya uangalizi wa karibu wa madaktari na taarifa zaidi kuhusu matibabu ya hali yake zinatarajiwa kutolewa hivi karibuni. Rais wa sasa wa Marekani, Rais Donald Trump, amempa salamu za pole mpinzani wake na hasimu wake wa muda mrefu kisiasa Joe Biden baada ya taarifa za kugundulika kwake kwa saratani kali ya tezi dume. Trump ameandika ujumbe huo kupitia jukwaa lake la Truth Social wakati wimbi la pole kutoka viongozi wa vyama vyote viwili vikuu vya Marekani vya kisiasa vikiendelea kuongezeka. Melania na mimi tumesikitishwa sana kusikia kuhusu hali ya kiafya ya rais wa zamani Joe Biden. Tunawatakia Jill na familia yake faraja na nguvu. Tunamtakia Joe uponaji wa haraka na wenye mafanikio, aliandika Rais Trump. Rais wa zamani pia Barack Obama, ambaye Biden alimtumikia kama makamu wa rais kwa miaka 8, aliandika kwenye mtandao wa X, zamani Twitter: Michelle na mimi tunaiombea familia ya Biden. Hakuna mtu aliyefanya juhudi kubwa kupambana na saratani kama Joe. Tuna imani kuwa atapambana na changamoto hii kwa nguvu zake za kipekee na kwa neema ya Mungu. Makamu wa rais wa zamani pia chini ya Joe Biden, Kamala Harris, ambaye pia alikuwa mgombea urais kwa tiketi ya chama cha Democrat akipambana na rais wa sasa Donald Trump, amesema kuwa Biden ni mpiganaji wa kweli, atakabiliana na hili kwa ujasiri, uimara na matumaini ambayo yamekuwa alama ya maisha na uongozi wake kwa kipindi cha miaka 4 iliyopita. Spika wa bunge la wawakilishi kutoka chama cha Republican Mike Johnson alisema familia ya Johnson itaungana mamilioni ya wengine kumwombea rais wa zamani Joe Biden baada ya utambuzi huu. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani wa sasa Marco Rubio naye alitoa salamu za pole: mimi na mke wangu tupo pamoja kwa maombi kwa familia ya Biden katika kipindi hichi kigumu. Hii si mara ya kwanza kwa Biden kukumbwa na changamoto ya saratani kama nilivyoeleza mwanzo. Biden aliwahi kukumbwa na changamoto ya basal cell carcinoma ambayo ilikuwa ni saratani ya ngozi iliyomsumbua kwa kipindi fulani, lakini iliweza kutibiwa kwa upasuaji mdogo uliofanyika. Daktari wa ikulu ya White House Kevin O'Connor alithibitisha kuwa uvimbe huo uliondolewa kiukamilifu bila hitaji la matibabu ya ziada. Hali ya sasa ya Biden inaendelea kufuatiliwa kwa karibu na madaktari wa ikulu pamoja na madaktari wake binafsi, huku familia yake ikiendelea kujadiliana juu ya njia bora ya matibabu. Ndugu mtazamaji wa Citizen, endelea kutufuatilia kwa taarifa mbalimbali za kina kutoka kila kona mbalimbali za dunia, iwe ni mashariki, iwe ni magharibi, iwe ni kusini au kaskazini. Ungana nasi Citizen, tuendelee kukupa taarifa mbalimbali.